Ndugu zangu, niendelee kutoa wito kwa wana Ilala, nitoe wito kwa wenyeviti wetu wote wa serikali za mitaa. Kila mwenyekiti hakikishe kwamba sasa mvua zimeanza kukatika katika mitaa yao yote, usafi unaanza kufanyika. Tuhakikishe utupaji wa taka usiwe wa holela. Taka ziwekwe mahala ambapo kampuni za ukandarasi wanaweza wakazichukua na kupeleka dampo. Kuna baadhi ya maeneo taka zimekuwa zikizagaa ovyo. Niwasihi wenyeviti, watendakazi wenzangu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, watendaji wote wa kata, watendaji wote wa mitaa, wiki hii tuhakikishe tunajipanga kuhakikisha eneo lote la jiji la Dar es Salaam, mitaa yote na kata zote zinakuwa safi. Mvua zimeanza kupungua, hivyo lazima tufanye mitaa yetu kuwa safi. Wakati mkurugenzi, dasi, DC, maafisa tarafa tunahangaika na hapa katikati ya jiji la Dar es Salaam, na nyinyi wenzetu waheshimiwa madiwani, tuhakikishe kwenye kata zetu na kwenye mitaa yetu yote inaendelea kuwa safi. Usafi ni jukumu la kila mmoja wetu. Usafi ni jukumu la kila kiongozi aliyeomba dhamana ya kuongoza. Hivyo sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuonyesha mfano katika kata zetu, katika mitaa yetu, katika maeneo yetu ya kazi tunayofanyia, ili kuhakikisha jiji linakuwa safi. Mara nyingi tumekuwa tukionyesha mikono na kuonyesha vidole kwa viongozi wengine, ili hali hata pale kwako pamekuwa pana uchafu. Hivyo niwasihi viongozi wenzangu, tuhakikishe tunakwenda kusimamia usafi katika mitaa yetu yote. Niwasihi watendaji, twendeni tukasimamie zoezi hili. Katika huu mwezi wa 5, tukahakikishe jiji la Dar es Salaam, maeneo yote, mitaa yote 159, kata zote 36 inaendelea kuwa safi. Mvua zimeanza kupungua, na ndio maana ukiangalia kwenye bahari yetu hii ya Hindi, kwenye fukwe zetu hizi, katika eneo hili la Degu Beach mpaka eneo la Feri, tumekuwa tukihangaika nalo mara kwa mara kwa sababu taka nyingi zimekuwa zikitupwa katika maeneo mbalimbali huko juu. Sasa zile taka ambazo zinatupwa kwenye mito inaleta uchafu katika eneo hili. Ndio maana mara zote mkurugenzi, katibu tawala na watendakazi tumekuwa tukija hapa kuhakikisha eneo hili tunalifanyia usafi. Na nikuombe mkurugenzi, tuweke program maalum ya kufanya usafi wa kudumu katika fukwe yetu hii ya bahari ya Hindi, katika eneo letu hili la wilaya ya Ilala. Kwa sababu eneo hili ndio limekuwa mdomo wa kuingizia maji ambayo yanaingia baharini. Hivyo eneo hili limekuwa likipokea uchafu ambao pia unarudishwa na bahari. Hivyo tuna wajibu huo. Na wajibu wa pili ni kwa viongozi wenzangu. Huu mwezi wa 5, baada ya mvua hizi kupungua, tukahakikishe tunakwenda kusimamia usafi. Sambamba na hilo, nitumie nafasi hii na adhira hii kuwasihi wana Ilala. Katika kipindi cha mvua, barabara zetu nyingi zimeharibika. Sasa mkurugenzi wetu wa jiji la Dar es Salaam kwa kushirikiana na ndugu zetu wa TARURA na baadhi ya maeneo kushirikiana na ndugu zetu wa TANROADS, wataalamu wameshapita kuona changamoto za barabara ambazo zipo. Mkurugenzi na timu yake wameenda kukaa kuona namna gani tunaweza kurudisha barabara zetu katika hali nzuri. Hivyo mkurugenzi, nikupongeze sana kwa jitihada ya kutuma wataalamu, lakini pia kuweka mpango madhubuti wa kurejesha barabara. Lakini nikupongeze mkurugenzi mstahiki meya na waheshimiwa wabunge wetu na waheshimiwa madiwani kwa kwenda kununua yale malori 5 ambayo katika kipindi hiki yatasaidia kwenda kurejesha barabara zetu. Niwasihi wenyeviti wa serikali za mitaa popote katika wilaya yetu, kule kwenye changamoto ambazo zipo, tuweze kuorganize watu wetu, tuje kwa mkurugenzi kuona namna gani tunaweza kurejesha barabara zetu zile katika hali nzuri. Si kila mahala ambapo mkurugenzi anaweza. Ziko jitihada za wananchi ambazo zinaweza zikashirikiana na halmashauri yetu kwa ajili ya kuweka barabara na miundombinu yetu katika hali nzuri. Mheshimiwa Rais ameshatutaka baada ya mvua hizi kwamba barabara zote katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ziendelee kutumika. Hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo na maagizo yake. Tunakwenda kuhakikisha katika jiji la Dar es Salaam barabara zote zenye changamoto kurekebishwa ili ziweze kupitika. Zile ambazo zinapitika kwa kiwango cha changarawe tutahakikisha zinapitika kwa kiwango cha changarawe. Zile ambazo Mheshimiwa Rais ametuletea fedha
kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami, kama ile barabara ya Kitunda Kivule njia 4, tunaenda kuwasimamia wakandarasi kuhakikisha sasa kwamba wanaenda kujenga. Lakini ile barabara ya Mazda ambayo inakwenda pale Tabata, kuhakikisha kwamba yale mashimo yote yanaenda kufikiwa. Lakini wale wakandarasi wote ambao wanao mikataba na halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kuhakikisha kujenga barabara kwa kiwango cha lami, na wale wanaojenga madaraja mbalimbali, ni wasihi, mvua zimekatika, twendeni kwa haraka usiku na mchana kuhakikisha tunazikamilisha zile barabara na kukamilisha yale maeneo yote korofi. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana kwa